tu wote ambao wanamuomboleza Raila Odinga kwa namna moja au nyingine, na kama nilivyosema awali, kila mtu ana jambo la kusema kuhusiana na baba Raila Odinga. Baada ya maisha marefu ya uongozi, mapambano na uzalendo, kumbukumbu za hayati Raila Amolo Odinga sasa zimewekwa kwenye jiwe kwa mikono ya msanii wa Kisii Faith Wangari. Anatupeleka hadi Tabaka, Kisii, ambako hii ya kipekee inasimulia zaidi maisha ya baba wa taifa kwa njia ya sanaa. Hii ndio maisha ya marehemu Raila Amolo ikiwa in art. Kaunti ya Kisii, wadi ya Tabaka, jiwe la kisanii lenye uzito wa zaidi ya kilo 5 limekuwa kivutio cha kipekee. Ni sanamu ya sabuni iliyochongwa kwa ustadi mkubwa, ikionyesha safari ya maisha ya hayati Raila Amolo Odinga kutoka kuzaliwa hadi uongozi. Ilikamilika wiki 2 kabla ya kifo cha Raila Amolo Odinga na sasa inasubiri kukabidhiwa familia yake Bondo, Siaya, kama zawadi ya kipekee kwa shujaa ambaye maisha yake sasa yamechongwa milele, si tu kwenye jiwe bali kwenye mioyo ya Wakenya. Kwenye kipande hiki cha jiwe, msanii Daniel Umbaso wa Pepo ameweka alama, kila moja ikibeba sehemu ya maisha ya Raila. Raila alizaliwa hapa. Hii ni maisha yake. Mumeona mtoto. Huyu mtoto kwa kitanda hapa amezaliwa. Alipozaliwa maisha yake ndio hivi, saa zingine iko juu, zingine naenda chini. Alienda shule. Na shule ndio iko hapa, amesoma hapa Kenya, amesoma Ujerumani. Umeona kitabu, inamaanisha ni maisha yake. Akiwa hivyo alikuwa ni mchezaji. Ila alikuwa anacheza ni football. Ukiangalia hapa, huyu ni yeye na kuna mtu anacheza mpira ikiwa somewhere here. Alipokuwa anacheza mpira akiwa mtoto, akiwa wa shule, aliamua baadaye akawa mtu wa familia. Ameoa na akawa na watoto. Ukiangalia hapa, hii ni mtu wa familia. Rafu ni familia na alikuwa na upendo kwa familia yake. Raila alizaliwa Maseno, Siaya, akalelewa katika familia ya makamu wa kwanza Jaramogi Oginga Odinga. Elimu yake kutoka Maranda hadi chuo cha Ujerumani ilimweka katika njia ya uongozi wa kimfumo. Kwa maisha yake pia ni mtu alikuwa anataka kufanya kitu lazima ifanye. So kwa Kiafrika tunasema alikuwa ni warrior. Mtu leader really alikuwa na Kiafrika kitu inasimamia uongozi ni hii, mnaona Mwafrika na mkuki na ngao, shield. Hata mara nyingi mlikuwa na Raila akiingia pale popote lazima awe na mkuki na maisha, kuonyesha mimi ni leader, uko na nguvu ya kutafuta kitu nataka. Kuna kitu kingine hapa, ukikumbuka Raila amekaa kwa jela. Sijui ni miaka ngapi, lakini nyororo inasema alifungwa akakaa kwa maisha. Ngawe ilikuwa ni hatutaki kuongea, lakini inaonyesha alikaa kwa maisha ya gumu, ako kwa jela. Lakini safari hiyo haikuwa rahisi. Alama za minyororo na ngao kwenye jiwe zinamwakilisha Raila akiwa kifungoni, ishara ya mateso na ujasiri katika mapambano ya demokrasia ya vyama. Kwa Raila, kufungwa hakukuwa mwisho, bali mwanzo wa sura mpya ya mapambano. Alipohudumu kama waziri mkuu, Raila aliongoza mageuzi ya katiba ya mwaka na kusimamia utawala wa mabadiliko. Alama ya nyundo na fimbo ya uongozi inawakilisha mamlaka na hekima katika huduma kwa taifa. Wakati aliingia uongozini sasa kupitia hii kutafuta uongozi, yeye amekuwa kiongozi hasa na mpaka akawa prime minister. Na alipokuwa hivyo alikuwa mwanasiasa. Na wale mnajua alijulikana sana na ile simbo wakati alikuwa anatumia ile gari ama sasa mpaka ile chama yake ilikuwa inaitwa Nyundo. Ukiangalia kuna nyundo hapa. Na Raila alikuwa na uongozi. Kiafrika ukiona hii ni shield.
hiyo whisky, lazima uwe na hiyo, inasemekana wewe ndio kiongozi. Lakini tena Raila ni mtu alikuwa anapenda kuleta watu pamoja, ingawa walikuwa wanapigana na wenzake kisiasa. Maneno ya siasa ikiisha, tena wanakuja pamoja, inasema hatutaki maneno mingi, sisi tunataka watu wakae pamoja. Ile tulikuwa tunasema shikana pamoja, tufanye kazi nzuri kwa hii taifa letu. Kushikana pamoja, tunaweza saa zingine hapa handshake, ni watu kuja pamoja. Kutoka kwa vumbi la jiwe hadi kwenye pumzi ya historia, maisha ya Raila yamechongwa milele kama kioo cha uongozi. Jiwe limebaki tabaka, lakini roho ya Raila inaendelea kusimama imara katika moyo wa taifa. Faith Wangari, TV47, Nairobi.